Zaidi ya miaka 10 baada ya mwanamke kutoka Guadeloupe kufanyiwa vipimo vya damu vya kawaida kabla ya upasuaji, wanasayansi nchini Ufaransa wamegundua kundi jipya kabisa la damu ndani yake, ambalo sasa limetambuliwa rasmi kama kundi la 48 la damu duniani. Kundi hili adimu sana la damu limepewa jina la Guada Negative na lilitambuliwa rasmi mnamo Juni mwaka 2025 na shirika la kimataifa la uhamishaji wa damu, International Society of Blood Transfusion. Jina hilo linatambua asili yake ya Caribbean, ambalo Guada ni jina la mtaa linalotumika kwa Guadeloupe. Shirika la damu la Ufaransa EFS, taasisi ya kitaifa inayosimamia uhamishaji wa damu, lilitangaza ugunduzi huo na kuonyesha kama wa kwanza wa aina yake duniani. Kwa mujibu wa mtaalamu wa biolojia ya kitabibu kutoka EFS Thierry Payard, kingamwili adimu iligunduliwa kwa mara ya kwanza kwenye damu ya mwanamke huyo mwaka 2011. Hata hivyo, uhaba wa rasilimali ulizuia uchunguzi wa kina. Ilikuwa hadi mwaka 2019 walipotumia mbinu ya kisasa ya upimaji wa vinasaba, yani DNA sequencing, ndipo walipogundua mabadiliko ya kipekee ya kijeni yaliyosababisha aina hiyo ya damu isiyo ya kawaida. Kwa sasa anaaminika kuwa mtu pekee duniani mwenye damu ya aina ya Guada Negative, jambo linalomfanya aweze kupokea damu kutoka kwake tu. Wanasayansi wanadhani hali hiyo ni ya kurithi, kwani wazazi wake wote wanaonekana kuwa na mabadiliko hayo ya kijeni. Ingawa kundi la kwanza la damu liligunduliwa zaidi karne moja iliyopita, maendeleo ya sasa katika utafiti wa vinasaba yameharakisha sana ugunduzi wa makundi nadra ya damu. EFS inasisitiza kuwa kugundua makundi mapya ya damu husaidia kuongeza usalama na usahihi wa uhamishaji wa damu kwa wagonjwa wenye sifa zisizo za kawaida. Watafiti sasa wanafanya kazi kutambua watu wengine ambao huenda wanabeba kundi hili la Guada Negative bila wao kujua. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.